Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kwamba China inasalia kuwa rafiki mwaminifu kwa nchi ya Urusi. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka India iachane na mpango wa ununuzi wa mafuta ya Urusi, rais huyo pigia simu Xi Jinping, rais wa China, kwamba naye anapaswa kuachana na mpango huo wa ununuzi wa mafuta kutoka nchini Urusi. Lakini Xi Jinping amekataa matakwa ya rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump katika suala la kununua mafuta kutoka nchini Urusi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanasema huu ni uongozi ambao ni wa kuaminika na kuaminiana kati ya mataifa hayo mawili ambao wamesaini mkataba wa milele wa ushirikiano. China imekataa takwa la Trump la kutonunua mafuta kutoka nchini Urusi, jambo ambalo limeleta sintofahamu kati yake na Marekani. Hata hivyo, inadaiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza mataifa mengi ulimwenguni yaachane na mpango wa kununua mafuta kutoka Urusi. China na Urusi ni mataifa ambayo yana uhusiano wa miaka mingi, na tangu mwaka 2022 kabla ya vita nchini Ukraine, rais wa Urusi Vladimir Putin alifanya ziara katika kujadiliana namna ya mapambano kati yake na mataifa ya magharibi, hasa katika kipindi cha vita, ambapo ndani ya miaka mitatu ya vita rais wa China Xi Jinping hakutoa silaha za moja kwa moja, na hakuna chombo cha habari kilichoripoti juu ya usaidizi wa hali ya juu uliotolewa na China. Lakini kazi kubwa ambayo imefanywa na China ni kuhusu ununuzi wa biashara ya mafuta pamoja na gesi kwa taifa la Urusi. Rais Xi Jinping mara kadhaa amefanya ziara kwenda nchini China kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya hapa na pale, lakini zaidi ni mazungumzo ambayo yamejikita katika biashara na manufaa ya mataifa yote mawili. Hata hivyo, mara ya mwisho ziara iliyofanywa na rais wa Urusi Vladimir Putin nchini China ilikuwa ni katika gwaride la kuadhimisha miaka 80 ya kumalizika kwa vita nchini China na ushindi wa China katika vita kati yake na Japan. Hapo viongozi hao walifanya mazungumzo mengi, lakini moja kati ya jambo ambalo walilizungumza pia ni juu ya vikwazo vinavyowekwa na Marekani kwa mataifa hayo, hasa ongezeko la ushuru ambao umewekwa na Marekani. Marekani imekuwa ikitafuta njia za kuweza kusambaratisha uhusiano uliopo kati ya China na Urusi, lakini imeshindwa kufikia hatua hizo kutokana na misimamo mikali ya viongozi waliopo madarakani, Rais Vladimir Putin na Rais Xi Jinping, ambao wamejidhihirisha kwamba hawawezi kutenganisha urafiki wao. Kupitia taarifa iliyotolewa na ubalozi wa China mjini Washington, imejibu matamshi ya Trump ya kuitaka Beijing iache kununua mafuta ya Warusi. Liu Pengyu, msemaji wa ubalozi wa China mjini Washington, aliziambia duru za habari kwamba China inakataa kwa nguvu zote vikwazo vyovyote visivyokuwa halali vya upande mmoja, hatua kulazimishwa na shinikizo kwa namna yoyote. Mwanadiplomasia huyo ameongeza kuwa ushirikiano wa China unafanyika katika fremu ya mfumo wa jamii ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na nchi rafiki. Russia ni wa kimantiki na wa kisheria unaozingatia sheria za kimataifa, haudhuru maslahi ya upande wa tatu na unapaswa kuheshimiwa na kuungwa mkono. Ubalozi wa China pia umetangaza kuwa Beijing iko tayari kwa vita vya kibiashara na Marekani, lakini pia iko tayari kuzungumza. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa Marekani haiwezi kudai suluhu ya mizozo kwa upande mmoja na kuweka mashinikizo kwa nchi nyingine kwa kutishia kuziwekea ushuru wa forodha. Marekani inapinga vikali kuimarishwa mfumo wa kambi kadhaa na inajaribu kudumisha nafasi yake na kupenda vita vya kimataifa kwa kutumia mabavu na kulazimishwa matakwa yake kwa nchi zingine, na katika mchakato huo inanufaika na msaada wa baadhi ya washirika wake wa magharibi. Pamoja na hayo yote, ushahidi unaonyesha kutengwa kwa Marekani kwa sababu ya hatua ya hivi punde ya upande mmoja ya mabavu ya rais wa Marekani Donald Trump, na hivyo kupungua kwa nafasi kuu ya magharibi duniani chini ya uongozi wa Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.